kaona kama kachawi. I love you. I love you too. Hatimaye Matilda amerejea. Hii inamaanisha kwamba maisha yanakwenda kuanza rasmi. Manyanya akiwa na Matilda, maisha mapya yanakwenda kuanza. Na imani kubwa sana, kuna wengi ambao wanatamani kuweza kujua kwamba ni je, maisha haya yatakuwaje. Mwanzoni kabisa, kama ni miongoni mwa watu ambao ulianza tamthilia hii hadi hivi sasa ilipofika, bila shaka kuna kipindi ambacho kilifika tukatengeneza timu tatu. Tukatengeneza timu Manyanya, timu Violet pamoja na timu Mati. Ila timu kubwa zilikuwa ni timu Violet pamoja na timu Mati. Kwa sasa kwa asilimia kubwa hadi hivi sasa tulipofika ni kwamba timu Mati wao ndio wameibuka washindi. Sasa je, ni kipi ambacho kinakwenda kutokea kuhusiana na maisha ambayo yanakwenda kuanza rasmi ambao ni ya Manyanya pamoja na Matilda? Maisha hayo yatakuwaje? Basi naomba niweze kualika moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kweli kweli yaliyojiri. Ama hakika leo itakuwa ni siku nzuri sana kuweza kuzungumza. Basi niweze kualika, na kitu cha msingi na kikubwa zaidi, hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Basi kama nilivyokuambia, hii ni Bongo Movie Network. Hapo unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina. Katika episode iliyopita tumeweza kuona ni jinsi gani matukio yalivyopangwa, lakini moja kwa moja kwa kuanza, tuanzie tukio zito kabisa ambalo limeibua hisia kubwa sana. Na tukio hilo ni tukio la mzee mkubwa, mtu mwenyewe ambaye tunamuita ni Aliwatan Kavumba, ambaye tutakumbuka mara ya mwisho katika hatua ile iliyopita, I think ya 133 tuliona moja kwa moja Kathy akiwa amepiga simu kwamba kutafuta baadhi ya media ziweze kupandisha, yani manake ziweze kupromote au kuvujisha hizo video watu waweze kuziona. Na bila shaka kwa asilimia kubwa, kwa kitu kifupi tu, na imani kwamba kwa sehemu ya jamii yake ambayo ilikuwa inamzunguka wamepata nafasi ya kuweza kuona na kushuhudia. Mbaya zaidi ni kwamba hadi bodaboda wenzake wanashangaa sana. Kwa mara ya kwanza Manyanya anapata taarifa kupitia rafiki yake ambaye anaambiwa kwamba video imeonekana na nini, kile bila shaka, na wanamwambia kwamba anapataje ujasiri huo. Lakini kilichomuumiza na kuweza kumvunja moyo kabisa ni kwamba alikuwa anaelekea dukani. Hatujui alikuwa anaelekea kununua nini, ila imesababisha kwamba kile kitu ambacho alikuwa anakwenda kukinunua maana yake astopishe, yani astishe kuweza kukinunua, kitu ambacho kinaweza kuashiria hali fulani hivi ya yeye kukosa confidence kabisa. Mara mwisho tuliona kwamba kutokana na kitu kilichotokea alikuwa anataka kuweza kujichoma kisu aweze kujiua, ila tu kupitia hilo akaona ni vyema tu aweze kutulia. Sasa kupitia hili, je, atafanya maamuzi gani? Ni miongoni mwa kitu ambacho wewe una hamu ya kusikia na kuweza kukijua. Basi mimi nitakwambia kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha nisikilize kwa makini. Tumeweza kuona pia baadhi ya ile scene ya alipokuwepo Vai, pia alikopo Ailini pamoja na mamake na Violet ambaye kwa sasa ni mama yao wote hao wawili. Tumeweza kuona ni jinsi gani alivyokuwa akiongea nao, akiweza kuwasikiliza kwamba kwa sasa wana mpango gani. Wote wanasema wanahitaji kuweza kuelekea kijijini. Yeye anasema hataki kwenda nao kwa sasa kwa sababu anaona ni kwamba atakaenda kumsumbua. Kumbuka yeye ndo alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wanapambania sana aweze kuachana na wao. Lakini mbaya zaidi ambacho kimemuumiza sana ni baada ya kuona watoto wake wote wapendwa kabisa basi wameweza kuachana na wamezao, kitu ambacho kimempa wasiwasi mkubwa na kuonesha kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa. Sasa je, wataelekea kijijini au hawataelekea? Ukweli ni kwamba hawataenda kijijini, ila watabidi waweze kujadiliana kwa kina pia. Lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao ungekuwa na maoni rasmi ya kuweza kudondosha maoni yako hapo chini, toa maoni, tuambie hapo kwenye comment kwamba je, unashauri ni kitu gani ambacho wafanye kwa sasa wakiishi hapo? Je, warudi shambani wakalime au waendelee hapo hapo kutafuta biashara na watafute maisha? Je, nini hatima yao? Watatafuta mume mwingine au kipi kitakachojiri? Basi naomba kama unatazama video hii na umekuwa ukitazama mwanzo hadi mwisho kwa kile kitu ambacho umekiona, basi dondosha maoni yako hapo chini uweze kutuambia kwenye comment, hasa kwa upande wako ni kipi ambacho unakiona yani kipo sawa. Sasa pia tumeweza kuona jinsi gani ambavyo tuliweza kuona Mudi Muzungu karudi tena kwenye pombe. Sababu ya yeye kurudi tena kwenye pombe ni kwa sababu ya matatizo anayopitia kwa sasa.
huku swala zima na kubwa zaidi ni juu ya jinsi ambavyo amepitia hasa kwenye ndoa yake, kitu ambacho kinazidi kumpa wasiwasi mkubwa na kumfanya aweze kuwaza na kujikuta anarudi kule kule. Kumbuka aliweza kutolewa figo, kitu kwamba akabakia na figo moja, issue ambayo inaweza ikasababisha kwa sasa kutokana na pombe, kwa kuwa alikatazwa, inaweza kumletea madhara makubwa sana na kuweza kusababisha mambo yakawa tofauti kabisa na jinsi ambavyo ilivyokuwa. Lakini pia kitu kikubwa ni kwamba tumeweza kuona G amerejea. Ni muda mrefu sana hatujawahi kumuona amerejea, na anasema kwamba amefahamu kila kitu. Kama amefahamu kila kitu, maana yake hapa itakuwa alielekea kwa mganga, na kama alielekea kwa mganga basi kaweza kuambiwa kila kitu. Kwa hivyo karejea huku akiwa ameshawajua rafiki zake kwamba wote ndio maadui wakubwa sana waliosababisha matatizo yake yote yale. Sasa tunapoendelea ni kwamba tumemaliza na tuweza kumuona pia kitu kingine ni kwamba tuliweza kumuona Cindy akiwa ana mpango wa kutoroka, lakini mwisho wa siku tukamaliza kabisa, tunasema ni full review, tukamaliza kwa kuitazama. Sasa tuje katika zile upcoming, lakini kwa kumalizia zaidi ni kwamba tumeweza kuona jinsi gani ambavyo Matilda amerejea. Sasa naomba niweke kitu sawa hapo. Kuna maisha ya kuigiza na maisha ambayo sio ya kuigiza. Maisha ya kuigiza ni kwamba tayari alimpa ujauzito na muda umepita. Ni kwamba ukija kutazama tangu aanze kuigiza ni muda mrefu. Lakini katika uhalisia wa maisha ya kuigiza, maisha ambayo sio ya kuigiza, yani ile reality of life, ni kwamba huyu Matilda alipata ujauzito wakati wanaigiza. Kwa hivyo ikabidi baba Asma aone aingize humo hisini kwamba ionekane amepata ujauzito. Na pale alipoelekea kujifungua, basi ni kweli ilibidi asubirie kwanza ajifungue ili kusudi mambo yaweze kuwa vizuri, ndio maana hakuonekana. Lakini kwa sasa hali yake imeshakuwa sawa, maana yake yupo tayari hasa kwa kuigiza na nini kwa nini. Wakati anaondoka kile kipindi walisema kwamba hana uwezo wa kusimama kwa muda mrefu, lakini shida ilikuwa hiyo, ilikuwa ni ujauzito. Mwisho wa siku kwa baadhi ya watu wengi ambao walikuwa wakifuatilia hapa Bongo Mavinevyo kitu kiliweza kuwajuza. Lakini maswali yanakuja mengi sana ambao nimekuwa nikiyafanya kwenye video kadhaa kwamba je, huyo ni mtoto wa Manyanya? Hapana, sio mtoto wake. Mati ana mchumba wake mwingine kabisa ambaye tofauti na Manyanya, na Manyanya ana mchumba wake mwingine kabisa, lakini hapa ni kwenye movie. Kwa hivyo kwenye movie lazima tuweze kuzingatia vitu kama hivyo. Hicho ndicho ambacho kimeweza kujili. Basi na imani kubwa umefurahia kitu hicho. Sasa je, itakuwaje? Maisha yanakwenda kuanza, maisha ya Manyanya pamoja na Matilda, maisha hawa ambayo itakuwa ni kitofauti zaidi, hasa lengo kubwa ikiwa ni kuonesha na kufundisha kwamba upendo ni kitu cha kitofauti sana. Unaweza ukaingia hata kwenye ndoa, lakini kumbe mtu wako sahihi ni mchepuko wako. Hii imekaaje? Basi na imani kubwa huenda una kitu cha kuweza kuzungumza. Ndio maoni yako hapo chini, nafikisha tuweze kukutana katika muda na saa mwingine. Lakini tukio kubwa ambalo nakwenda kutokea ni kwamba Mr. Kavumba anakwenda kufanya maamuzi magumu sana, hata ya kuweza kujua kitu ambacho kitatilia wasiwasi na watu waweze kukaa karibu na yeye, lakini atapata ushauri. Lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wameguswa na tukio hilo, naomba uweze kudondosha maoni yako hapo chini, kipi ambacho unamshauri Mr. Kavumba, na kupitia maoni hayo nitapuyasoma hapo na kisha nitamuelekeza aweze kuyasoma, walau ikiwa ni ishara fulani hivi. Kumbuka haya yote yanayoigizwa yanaendelea katika dunia na ulimwengu tuliopo. Sema sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuona mimi, tukutane muda na saa mwingine. Usisahau kubonyeza neno subscribe. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view,
For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Maumivu makali anaohisi Violet, maumivu hayo ndiyo yanahitimisha ndoa yake na Manyanya. Penzi la Manyanya pamoja na Violet, huo ndio mwisho wake. Yani hapo hakuna la kujadili, kwa sababu Manyanya kaamua kutoa mali zake zote kamwachia, manake hakuna kitu kingine ambacho kitakwenda kutokea. Sasa moja kwa moja huku nikiona huzuni kabisa, nichukue nafasi hii kukuambia kwamba kukuibia siri, ewe mtazamaji ambaye ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Dunia, basi tupo katika hatua za mwisho kabisa. Tamthilia hii inakwenda kutamatika. Tamthilia hii imeisha kiufupi, imebakia tu episode kadhaa kama 2 au 1 ambazo tutaandika final mwisho wa tamthilia hii. Na hii imejiri mara tu baada ya mambo mengi kujitokeza, hususa katika upande wa baadhi ya waigizaji kutaka kujiondoa, wengine kutaka kwenda kujisimamia wenyewe. Kwa hivyo hii inapelekea tamthilia hii iweze kutamatika, tamthilia iweze kuletwa mpya. Kupitia hili basi moja kwa moja niweze kualika, hii ni Bongo Movie Network, nilikuwa nikikujuza mambo machache tu kwa kina kwamba tamthilia hii ndio tupo katika hatua za mwisho. Bila shaka huenda ukani miongoni mwa watu ambao ulisubiri kwa hamu sana, ulikuwa umesubiri kwa hamu sana takriban zaidi ya wiki 2. Watu wengi walikuwa wakisubiria wakiwaza sana kwamba je, kuna nini? Kwa nini? Kuna mengi sana ambayo yalikuwa nyuma ya pazia ambayo nimeyaelezea hapa katika channel hii. Kuna baadhi ya video ambayo nimeelezea kuhusiana na mambo yaliyojiri. Kwa hivyo kupitia hili basi pia tutakwenda kujifunza vitu vingi sana. Sasa nikukaribisha moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Siku zote hapa huwa tunakutana kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, lakini kitu ambacho huwa nakufahamisha ni pamoja na matukio yajayo. Je, ni kipi kinachokwenda kutokea katika matukio yajayo? Hii ndio advantage, lakini pia nikupa nafasi tuweze kujadiliana juu ya matukio mengi sana ambayo yamejiri, lakini pia nikikukumbusha kwamba kila tukio hapo lina funzo lake. Hicho ndicho kitu cha msingi na cha muhimu zaidi. Basi moja kwa moja niweze kualika, kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network. Cha msingi ni kwamba hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe, kisha niweze kukualika. Moja kwa moja tumeweza kuona maisha yamebadilika kabisa. Wale ambao tulikuwa nao mwanzo hadi mwisho, kuanzia episode ya kwanza hadi hivi sasa 134 na kuendelea, basi bila shaka umeona jinsi maisha yalivyobadilika. Kwanza kabisa nyumbani kwa Mdeme maisha yalibadilika. Upande wa mabinti wale waliondoka, upande wa Mdeme tuliona mfanyakazi aliondoka, na mfanyakazi akaondoka hivi aliondoka kwa sababu alikuwa halipwe mshahara wake, lakini pia aliona hana sababu ya kuendelea pale kutokana na maisha jinsi yalivyobadilika. Niko sasa tumeweza kuona jinsi gani ambavyo Mdeme hali yake sio nzuri, jinsi ambavyo alikuwa akipiga simu akilia hana chochote, kitu ambacho kimesababisha hata upande wa ukweni familia zake zimeona walau hata zisipokee simu yake kutokana ni mwanamke wa ajabu sana. Sasa hili linapokwenda kujili ni kwamba kumbuka kabisa Aileen alielekea kule nyumbani kwa Manyanya pale, ambapo pale tunafahamu kabisa moja kwa moja pale kwa Manyanya ndio sehemu ambapo mama yake yupo, na tunafahamu kabisa Violet pamoja na huyu ambaye ni Aileen wanazaliwa tumbo moja. Kitu hicho ndicho tunachofahamishwa kupitia script ya movie. Kwa hivyo tumeweza kuona jinsi gani ambavyo familia zimesambaratika. Dunia ndio hivyo imekwenda namna hiyo. Lakini pia matukio mengine ambayo tumeweza kuyaona ni hasa kwa upande wa Cindy. Tumeweza kuona moja kwa moja, kama ulikuwa hujaelewa kwamba Cindy pale kaletwa kwa sababu gani, bila shaka uliona jinsi gani wale wadada ambao walivyokuwa wakicheza. Wadada walikuwa wakicheza, wakinywa shisha, wakivuta shisha. Jinsi ambavyo ilivyokuwa ndivyo hivyo. Tuliweza kuona jinsi ilivyokuwa. Hasa pale manake ni kwamba Cindy amekuja rasmi kuanza kufanya zile kazi. Zile kazi ndizo ambazo anakuja kuanza kufanya. Kwa pale watakuwa wakicheza pale, halafu mwisho wa siku ndipo wanaume watakuwa wanakuja na kujichagulia. Wale wadada unaowaona pale, mwanaume akija anachagua anayemtaka, anaenda naye, anawalipa wakuu wake. Ndio ile kwamba kama ni VIP analipa VIP, kama sio VIP sio VIP. Na genge lote hilo la kuuza wadada,
kuuza wanaume linaongozwa na Madam Suji ambaye anashirikiana kabisa, tunamjua, tumemwona pale, wengi kweli tumeweza kuwaona. Kwa hivyo hilo genge lote linaongozwa na Madam Suji ambaye amefanya hizo biashara. Biashara hizo amezifanya muda mwingi sana. Tuliona moja kwa moja vijana kama kina Tony, wote hao waliweza kutoka huko, na Tony ni miongoni mwa kijana ambaye alijikuta akipata ugonjwa wa ukimwi huko. Kwa hivyo Cindy kajiingiza huko. Kwa hivyo moja kwa moja kwenye hayo majanga yanakwenda kumkuta, ndio maisha ambayo anakwenda kuishi. Lakini pia tumeweza kuona maisha ya maisha kwa sasa, maisha ya huyu ambaye ni maisha ya Mudi Muzungu. Tumeweza kuyaona maisha kitofauti kabisa, maisha ambayo kwa sasa naweza nikasema kwamba anapitia changamoto kubwa sana ukijaribu kulinganisha na jinsi ambavyo ilivyo hasa katika upande wake. Ndio maana amefika hatua kaamua afanye maamuzi sasa kwamba anakwenda kutoa talaka ndio anakwenda kutoa. Sasa wakati hao wote akijili, naomba tuzungumzie tukio kubwa kabisa ambalo nadhani limechukua dakika zaidi ya 15 dakika zaidi ya 10 na kitu huko, 15 zimeisha katika video hii, dakika 10, hasa tukizungumzia issue nzima ya Manyanya ambapo aliweza kutengeneza kama party fulani hivi. Hii party alitengeneza makusudi akiwa anataka aweze kuvunja ndoa. Kwa hivyo hapa kuna mlengo mbalimbali ambao umejitokeza hapa kujaribu kutazama katika hii scene. Ni moja kati ya scene yenye vitu vingi sana, mafundisho mengi sana na makubwa sana. Kaamua kufanya kitu cha kitofauti kabisa. Na imani kubwa kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kufuatilia hii scene, ukijaribu kuitazama, kuna moja kati ya movie ambayo kwa mimi na ikumbuka, movie ya Squid Game, hasa ile season 1 ilivyoisha. Season 1 ilivyoisha walibakia watu wawili tu, au katika upande ule wawili, na wale wawili walikuwa walienda sehemu kama hii hapa, wakawa wanapigiwa muziki, wanakunywa vinywaji, lakini baada ya hapo ilikuwa ni kwamba wanakwenda kuwa maadui. Ndicho kitu ambacho wameweza kukitengeneza. Kwa hivyo hapa Manyanya na Violet wameweza kukaa hapo kujadili, lakini mwisho wa siku lengo kubwa wanakwenda kuwa maadui, kitu ambacho kimesababisha mwishoni kabisa Violet aweze kuvunja kabisa, vunja meza, vunja kila kitu. Japokuwa tuliweza kuona chupa hazikuwepo hapo, tuliweza kuona vilivyodondoka pale ilikuwa ni vyakula tu ndio yaliyodondoka. Kwa hivyo moja kwa moja tumeweza kuona jinsi gani mambo yalivyokuwa, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba alikasirika sana Violet, hakutamani hiki kitu. Lakini je, maisha yake anakwenda kuwa vipi? Lakini kumbuka ni kwamba kitu kizuri sana kwa upande wa watu ambao wamefurahia juu ya swala hili, mama yake atafurahi sana kuweza kusikia swala hili, kwa sababu kitu kitakachomfurahisha pia ni pamoja na mali, kitu ambacho kitamfanya waanze sasa kuishi na kuanza maisha mapya. Kwa hivyo moja kwa moja hii kama nilivyokujuza inakwenda kuonyesha maisha mapya kabisa, maisha ambayo yanakwenda kuonyesha wazi kwamba kitu kipya kinaisha. Movie hii inakwenda kutamatika hivi karibuni na hivi punde, ambayo kuna sababu kadhaa nimeweza kuzizungumza. Kwa hivyo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kuwa na mimi. Tukutane muda na saa mwingine. Hakikisha unabonyeza neno subscribe. Maumivu makali anaohisi Violet, maumivu hayo ndio yanahitimisha ndoa yake na Manyanya. Penzi la Manyanya pamoja na Violet, huo ndio mwisho wake. Yaani hapo hakuna la kujadili, kwa sababu Manyanya kaamua kutoa mali zake zote kamwachia, maana yake hakuna kitu kingine ambacho kitakwenda kutokea. Sasa moja kwa moja huku nikiona huzuni kabisa, nichukue nafasi hii kukuambia kwamba kukuibia siri, ewe mtazamaji ambaye ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Dunia, basi tupo katika hatua za mwisho kabisa. Tamthilia hii inakwenda kutamatika. Tamthilia hii imeisha kiufupi, imebakia tu episode kadhaa kama 2 au 1 ambazo tutaandika final, mwisho wa tamthilia hii. Na hii imejiri mara tu baada ya mambo mengi kujitokeza, hususa katika upande wa baadhi ya waigizaji kutaka kujiondoa, wengine kutaka kwenda kujisimamia wenyewe. Kwa hivyo hii inapelekea tamthilia hii iweze kutamatika, tamthilia iweze kuletwa mpya. Kupitia hili basi moja kwa moja niweze kualika, hii ni Bongo Movie Network. Nilikuwa nikikujuza mambo machache tu kwa kina kwamba tamthilia hii ndio tupo katika hatua za mwisho. Bila shaka huenda ukani miongoni mwa watu ambao ulisubiri kwa hamu sana, ulikuwa umesubiri kwa hamu sana takriban zaidi ya wiki 2. Watu wengi walikuwa wakisubiria
unawaza sana kwamba je, kuna nini? Kwa nini? Kuna mengi sana ambayo liko nyuma ya pazia ambayo nimeyaelezea hapa katika channel hii. Kuna baadhi ya video ambayo nimeelezea kuhusiana na mambo yaliyojiri. Kwa hivyo kupitia hili basi pia tutakwenda kujifunza vitu vingi sana. Sasa nikukaribisha moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Siku zote hapa huwa tunakutana kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, lakini kitu ambacho huwa nakufahamisha ni pamoja na matukio yajayo. Je, ni kipi kinachokwenda kutokea katika matukio yajayo? Hii ndio advantage, lakini pia nikupa nafasi tuweze kujadiliana juu ya matukio mengi sana ambayo yamejiri, lakini pia nikikukumbusha kwamba kila tukio hapo lina funzo lake. Hicho ndicho kitu cha msingi na cha muhimu zaidi. Basi moja kwa moja niweze kualika kama nilivyokujuza, hii ni Bongo